Naam, imetimia saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu katika Dira ya Mchana. Msomaji wako siku ya leo ni mimi Safina Yasin. Na tukianzia jijini Dar es Salaam ambako mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP amewafutia mashtaka ya uhaini mfanyabiashara Jennifer Jovin maarufu Nifa pamoja na mwanataaluma wa habari Mika Chavala ambao kwa pamoja walikuwa wanakabiliwa na kesi ya uhaini. Wakili wa serikali Titus Aaron ameelezea mahakama hiyo kuwa DPP hana nia kuendelea na kesi dhidi ya washtakiwa hao wawili. Hata hivyo, mahakama hiyo kupitia kwa hakimu mkazi mkuu Aaron Yamuya ameeleza kukubaliana na ombi hilo la jamhuri na kutangaza kuachiliwa huru kwa washtakiwa Nifa na Nika Chavala. Novemba 25 mwaka huu washtakiwa 20 kati ya 22 walikuwa kwenye kundi moja na Nifa wakishtakiwa kwa pamoja na kesi ya uhaini waliachiwa huru baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kueleza kwamba hana nia kuendelea na kesi dhidi ya washtakiwa hao. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro ambapo Disemba 3 dunia huadhimisha siku ya watu wenye ulemavu na kitaifa inafanyika mkoani Morogoro. Na sasa najiunga na mwenzetu Remi Yasinti kutujuza nini kinachojiri huko. Mtazamaji wa TBC, ni siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu duniani. Kitaifa siku hii inafanyika hapa mkoani Morogoro katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Waislamu mkoani Morogoro. Nipo na wadau hapa, watu wenye ulemavu watakwenda kutuelezea kwa namna gani siku hii ina mchango mkubwa sana kwao na vitu gani ambavyo umekuwa ukivizingatia siku hii. Ndugu yangu, jina lako nani? Tuelezee unaizungumzaje siku hii? Mimi naitwa Rizwan Burhan, natokea TAS mkoa wa Dar es Salaam. Naam. Tunapozungumzia siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu, hii inaashiria nini na inamaanisha nini katika kundi hili maalum kabisa hapa nchini, lakini kundi ambalo lipo sehemu mbalimbali duniani? Hii siku kwanza inaonyesha watu ambao wenye mlengo hasi kwamba walemavu ni watu wa kutengwa, lakini pia ukiona shughuli hizi zinafanyika katika mikoa mbalimbali ya Tanzania yetu, inajulikana kwamba serikali inatambua kwamba walemavu ni wapo, lakini pia walemavu nao wana mahitaji yao kama serikali inatakiwa kuwafanyia. Na kwa nini sherehe hii imefanyika mkoa wa Morogoro na taarifa zinaenea katika Tanzania nzima kwamba inajulikana ni kusambaza elimu kwa watu kuhusu walemavu. Wito wako sasa kwa jamii kuhusiana na siku hii ya kimataifa ya watu wenye ulemavu, lakini pia namna jamii inavyopaswa kuishi au kuzingatia mahitaji ya kundi hili muhimu? Kwanza jamii inatakiwa iondoe fikra hasi kuhusu walemavu. Walemavu ni watu ambao wanatakiwa kuishi na jamii za aina zote kwa sababu nao pia ni binadamu. Ulemavu uko aina tofauti tofauti. Inatakiwa jamii iishi na watu kutokana na ulemavu wao, na jamii pia inatakiwa kupata elimu kuhusu yani tuseme kuhusu mambo ya walemavu. Ndugu yangu, asante sana. Mama hapa, jina lako nani? Tuelezee siku hii ina umuhimu gani kwa kundi la watu wenye ulemavu nchini? Kwa majina yangu naitwa Mary Toroya. Siku ya leo ni siku muhimu sana kwa watu wenye ulemavu kwa sababu inaonyesha kwamba walemavu ni watu kama watu wengine ambao wanastahili kuingia ngazi mbalimbali za jamii, kwa mfano kwenye ajira, elimu na majukumu yote ya kifamilia kwa ujumla na ya kijamii. Si watu kila siku wanatakiwa kuonekana ni watu wasiojiweza, bali tunatakiwa tujione kwamba ni watu tunaiweza. Kwa hiyo hii siku inaonyesha kwamba tunaweza na sio kwamba kila siku hatuwezi. Sisi si wanyonge na tunashukuru sasa tuna nafasi sehemu mbalimbali tofauti tofauti kwenye ofisi za ajira, serikalini, sekta binafsi na katika jamii pia tunafanya shughuli binafsi kama biashara. Karibu. Kauli mbiu ya leo inazungumzaje au imelenga nini hasa? Kauli mbiu imelenga kwamba inazungumza kwamba jamii itambue watu wenye ulemavu kwamba ni watu wanayestahili kwenye ngazi zote
na shughuli zote za kijamii, mikutano ya kifamilia, majadiliano ya mali za familia, majadiliano, yani wanastahili kuwa sehemu zote katika jamii. Yani sio mikutano kwenye misiba, kwenye maharusi, kwenye nini. So tusionekane kila siku kwenye sehemu mbalimbali kwamba ni watu tusiostahili. Tunastahili na tunaweza na tunajipenda na tunapenda jamii inayotuzunguka. Na sasa jamii kwa hatua kwa sasa tuliopo, nao wameanza kuelimika kwamba hatuna utofauti. Viungo ndio tofauti. Asante sana mtazamaji wa TBC. Hawa ni watu wenye ulemavu ambao wametoka maeneo mbalimbali nchini na kuja kushiriki siku hii muhimu ya kimataifa ya watu wenye ulemavu duniani, ambayo kitaifa inafanyika hapa katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Waislamu mkoani Morogoro. Mimi hapa Remi Yasinti, sina la ziada. Naam, shukran sana Remi Yasinti kutoka huko Morogoro. Tukisalia katika siku ya watu wenye ulemavu, na jiunga na mwenzetu Egidus Audax ambaye anazungumza na mtu mwenye ulemavu kuhusu ushiriki wa watu wenye ulemavu katika ujasiriamali. Asante sana studio, nimekupata vema. Na zungumza nikiwa katika soko kuu la jiji la Mwanza. Hapa ni eneo ambalo shughuli za kibiashara na ujasiriamali zinafanyika. Kubwa tumekuja kuzungumza au kuangazia ni kwa namna gani watu wenye ulemavu wanashiriki katika safari ya kupambana na kusaka fursa. Na katika soko hili yupo Sylvester Nkumila ambaye yeye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu wilaya ya Ilemela, ambaye tutaenda kuzungumza naye. Ni miongoni mwa watu wanaofanya ujasiriamali katika soko hili, na atatueleza ilikuwepo dhana kuhusiana na watu wenye ulemavu kuwa ni kundi la watu wategemezi, lakini amekataa dhana hiyo. Kivipi? Tunazungumza naye hapa. Karibu na tuanzie hapo. Hongera sana. Asante sana. Una muda gani unafanya biashara huko? Mimi na muda mrefu sana. Kwa sababu biashara nimeanza tangu mwaka 1988. 88. Kwa kifupi sana, ulemavu wako ni wa kuzaliwa au ni ulemavu ambao umeupata ukiwa umeshazaliwa? Mimi ulemavu wangu ni ulemavu nilioupata nikiwa na umri kuanzia miaka 7 mpaka 10. Kwa hiyo sikuzaliwa hivi. Ulianzaje sasa pamoja na ulemavu wako? Ulianzaje kuanza kwamba sasa mimi nafanya biashara? Unajua mimi baada ya kuwa ni mtu mwenye ulemavu, wazazi wangu kwanza hawakuninyanyapaa. Walivyoona kwamba mimi ni mtu mwenye ulemavu, ilibidi wanipeleke hospitalini kufanyiwa matibabu. Maana nilikuwa natembea na tambaa. Sasa katika kule kutambaa, wazazi wakanipeleka hospitalini, ndo nikafanyiwa operation, nikapata magongo haya ninayoyatumia. Mwaka 71 ndo nimeanza kutumia magongo haya. Sasa baada ya kupata kutumia magongo, ikaonekana kwamba mimi sijaenda shule. Wazazi kulingana na umri niliokuwa nao, wao wakawa wanahitaji mimi nioe. Lakini mimi nikawaambia hapana, siwezi kuoa kwa sababu ninataka kwanza nisome. Kwa muda ambao umefanya biashara hii, biashara zako kama mtu mwenye ulemavu, ni changamoto gani au ni kitu gani ambacho ungependa uwaase watu wenye hali kama ya kwako? Na waasa watu wenzangu wenye ulemavu wasijiogope, wajikubali kwanza, ajikubali kwamba yeye ameshakuwa ni mtu mwenye ulemavu, halafu atambue kwamba maisha ya mtu ni mtu mwenyewe, hakuna mtu anayetafutiwa maisha na mtu mwingine. Tulikuwa soko kuu hapa, soko kuu la jiji la Mwanza, na mimi sina la ziada. Kutoka Mwanza, mimi ni Egidus Audax, na nyuma ya kamera yuko Mashenene. Nirejeshe kwako studio kuendelea na mambo mengine. Naam, shukran sana Egidus Audax kutoka huko Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anamringi Macha ametoa wito kwa wanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha IFM kampasi ya Simiyu kujiepusha na makundi yoyote yenye viashiria vya uvunjifu wa amani na badala yake wasome kwa bidii ili waweze kutimiza ndoto zao. Taarifa zaidi na Michael kutoka Bariadi mkoani Simiyu. Macha ametoa wito huo alipotembelea chuo cha IFM kampasi ya Simiyu Sapiwi wilaya ya Bariadi, ambapo ameambatana na mkuu wa wilaya Bariadi Simon Simalenga na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Bariadi Halid Mbwana. Kutoka rohoni kwangu, haya mambo yamemhuzunisha kila mtu
kuanzia rais wa nchi hii mpaka mwananchi wa umri mdogo kabisa, kwa sababu amepoteza maisha ya watu. Kuna watu ambao wako hospitalini, kuna watu wamepoteza mali zao. Sidhani kama haya ni maandamano. Tunachokitaka ni kama tunavyosema, tuiombee nchi yetu, tuombee na amani yake, kwa sababu huko kuliko haribiwa sasa hivi, fedha zilizokuwa zijenge miundombinu ambayo itaimarisha uchumi wetu na sisi tupate ajira, ndio hiyo kumetokea watu wengine, bahati mbaya sana, kwa kujua au kwa kutokujua, wametufikisha hapa. Lakini nataka niseme, moja ya ahadi ambazo Mheshimiwa Rais ametoa ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya ajira. Lakini acha ajira za serikalini, tuwezeshe taasisi zingine za serikali na zisizokuwa za serikali ufunguaji wa viwanda. Mkuu wa chuo cha IFM campus ya Simiyu Dr. Ibrahim Kwikwiye anasema amani imetamalaki chuoni hapo, huku akimshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa fedha za upanuzi wa chuo hicho. Kweli chuo chetu kina utulivu, tuko na amani, wanafunzi wanajitambua. Katika taasisi 22 ambazo zilikuwa ni mnufaika wa mkopo wa World Bank, chuo chetu kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kimeweza kupata mkopo kwa ajili ya kujenga majengo 4. Jengo la kwanza ni jengo la ghorofa 3 kwa ajili ya madarasa. Jengo la pili ni ghorofa 1 kwa ajili ya bweni. Kuna jengo la zahanati, lakini pia kuna jengo la maduka pamoja na ATMs. Chuo kilipata jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 15. Huu ni ujumbe kwa vijana katika vyuo vyote nchini. Tunaomba wanachuo wote nchi nzima, vyuo tofauti tofauti, wasiingie kwenye maandamano, maana maandamano hayaleti amani, maandamano yanaleta vurugu. Na wasi vijana na watu wote wenye ushawishi wa kuanzisha hizo vurugu ambazo zinaleta kukosekana kwa amani, waweze kuacha na kuwashauri wenzake. Pasco Michael, TBC Bariadi. Watu watatu wakiwemo mwanamke mwenye umri wa miaka 65 wamekamatwa na askari wa maliasili wilayani Tanganyika mkoani Katavi kwa tuhuma za kujihusisha na kilimo cha dawa ya kulevya aina ya bangi ndani ya eneo la hifadhi ya misitu iliyotengwa kwa ajili ya mradi wa hewa ukaa. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza baada ya operesheni hiyo, mkuu wa wilaya Tanganyika Onesmo Buswelu amewataka wananchi kuthamini na kulinda biashara ya hewa ukaa, akitoa onyo kwa wananchi wanaojihusisha na kilimo cha madawa ya kulevya aina ya bangi kuacha mara moja, kwani ni kinyume cha sheria. Na sisi tunachukua hatua. Mpaka sasa tunapozungumza, mtu mmoja takriban mama mwenye umri wa miaka 65 inakadiriwa hivyo, amekamatwa akijihusisha na kilimo cha bangi, hata amekutwa akivuna bangi. Sasa haya mambo leo tunakuja tuambie wananchi. Kwanza imebaini na kuona takriban ekari 9 ambazo zimelimwa bangi. Hili wala sio zao. Hatuwezi kusema zao sababu si miongoni mwa zao ambayo sisi tunahimiza kulima. Na hii bangi imelimwa katikati ya misitu ambayo inafanya biashara ya carbon. Na ili ilimwe, kwanza wamefanya uharibifu wa mazingira. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kapanga wameelezwa kuchukizwa na baadhi ya vitendo vya wakulima wanaojihusisha na kilimo cha madawa ya kulevya aina ya bangi, wakisema kuwa vitendo hivyo vinarudisha nyuma na kuhatarisha uwekezaji wa biashara ya hewa ukaa. Sisi kama wananchi ambao tunanufaika na hii biashara ya carbon, ikiwemo kulipiwa bima ya afya na miradi mbalimbali ikiwemo shule ambao tunajengewa katika maeneo yetu. Kwa hiyo mimi nachukizwa sana wakulima wenzangu ambao wanakata miti na kupanda bangi ambayo moja kwa moja inaenda kuhatarisha uwekezaji wa carbon katika halmashauri yetu. Tunaiomba serikali ili tusaidia wanaolima bangi na wanaokata miti, doria liongezeke kwa ajili ya kuwakamata wale wanaoingia katika hifadhi. Baada ya kubaini uwepo wa mashamba hayo yenye ukubwa wa takribani ekari 9, askari wa maliasili wamefanya operesheni maalum ya kuyateketeza kwa lengo la kulinda misitu. Neema Ntikwa, TBC, Katavi. Naam, shukrani sana Neema Ntikwa kutoka huko Katavi. Na sasa tuelekee Ruvuma ambako tunaelekea mkoani humo ambako najiunga na mwenzetu Noela Njawa kwenye uzinduzi wa maktaba ya mkoa.
Asante sana studio. Nipo hapa Manispaa ya Songea mkoani Ruvuma katika uzinduzi na ukarabati wa hii maktaba ya kisasa kabisa siku ya leo, ambayo mgeni rasmi ni mkuu wa mkoa Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed, ambayo hii imepokelewa vizuri kwa wananchi, wanafunzi, hata walimu katika kuboresha na kuimarisha maarifa yao mashuleni. Kwa jina naitwa Amir, ni mkutubi wa maktaba kuu ya Ruvuma. Katika uzinduzi huu, maana yake leo imekuwa ni swala kubwa sana hapa mkoani Ruvuma, ambapo kwa kupitia uzinduzi huu utawasaidia wanajamii ambao wanazunguka katika mkoa huu wa Ruvuma kupata maarifa zaidi. Maktaba maana yake ndio sehemu pekee inayokuza na kuhamasisha usomaji. Huwezi kupata maarifa kwa sehemu popote isipokuwa utapata ndani ya maktaba. Kwa kupitia maktaba maana yake tunakuza hayo maarifa, tunakuza uelewa wa wanafunzi na walimu na wanajamii mbalimbali. Kwa kutumia hiyo maktaba sasa hivi tumekuja kisasa zaidi. Tunatumia njia ya STEAMTEL. STEAMTEL maana yake ni njia ambayo ya kusoma kwa vitendo. Sasa hapa hatuwezi kumaliza kabla ya kuongea na walengwa ambao ni wanafunzi. Nimepokea vizuri sana. Kwa sababu itanisaidia kuja kusoma hapa vizuri kwa muda nitakaopenda kuja. Kwanza maktaba inaweza ikasaidia katika mambo mbalimbali. Mfano, maktaba yani uweze ukapata tu maarifa ya shuleni, pia usaidia kuongeza maarifa ya kazi za nyumbani. Mfano, unafika hapa unachukua hata kitabu labda tuseme cha upishi, unajifunza kupika vitu mbalimbali kama chapati, mandazi. Tunavyoongelea kuhusu maarifa, si maarifa ya darasani tu, kwa sababu katika maktaba vipo vitabu mbalimbali ambavyo vinapatikana. Kwa mfano, kuna hiki kitabu kimeandikwa Out of the Dark, kuna hiki cha History Form 5 na pia kuna Cave the Baby. Hii ya History Form 5 maana yake hiki kitabu kinawasaidia Form 5 kupata maarifa mbalimbali katika somo la historia. Sisi hapa Ruvuma hatuna la ziada, matangazo tunarudisha studio. Naam, huyo ni Brian Urasa kutoka mkoani Ruvuma. Uwepo wa moto katika mashamba mbalimbali kumesababisha wakulima kubadilisha mazao ya kilimo kutoka kilimo cha miti hadi parachichi. Tuungane na matangazo ya moja kwa moja kutoka kwa Abdul Latif Said. Asante kutoka studio. Hapa nipo katika kijiji cha Usalule katika halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe, katika moja kati ya mashamba makubwa ya parachichi mkoani Njombe. Kubwa zaidi ambalo nimekuja nalo hapa ni kutaka kufahamu kwa namna gani zao hili linawasaidia wananchi wa mkoa wa Njombe kujikwamua na umaskini. Nipo na mmoja kati ya wakulima wa parachichi. Karibu sana mzee wangu, ili tuweze kuzungumza mchana wa leo hapa TBC1. Na habari za mchana? Habari za mchana kwema. Hebu tueleze, ni kwa nini hasa watu wanaita parachichi kama dhahabu ya kijani? Parachichi wanaita dhahabu ya kijani katika mazao ya mkoa wetu wa Njombe. Ni zao pekee ambalo limeleta tija sana kwa wakulima. Zao hili lilivyoibuka, ni kweli kuna watu hawakulifahamu vizuri, walikuwa hawaelewi vizuri zao la parachichi. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, parachichi limeleta mafanikio makubwa sana kwa wakulima na limeweza kushinda katika mkoa wa Iringa, katika mkoa wetu wa Njombe, limeweza kushinda mazao yote yanayolimwa katika mkoa wa Njombe. Ni zao pekee ambalo limechukua nafasi ya kwanza katika soko na katika upatikanaji ndani ya shamba. Umaarufu mkubwa wa mkoa wa Njombe katika maeneo mbalimbali nchini ni kilimo cha miti, na sehemu kubwa ambazo zinatumika Dar es Salaam zinatoka Njombe ama Iringa. Sasa mnakuja na zao jipya la parachichi. Hili zao linaleta tishio namna gani kwa kilimo cha miti na uhai wa misitu? Zao la parachichi ni kweli kama nilivyoeleza, liko vizuri sana, haliwezi kushindana na miti. Historia ya miti, unapokuwa umepanda miti ya mbao, moja inachukua miaka mingi kuja kuikamata hiyo pesa, lakini lina changamoto nalo. La pili ni kwamba katika mkoa wetu wa Njombe kwenye zao la miti ya mbao ina changamoto nyingi, hususan moto. Kwa hiyo mtu unaweza kupanda eka za miti, eka hata 100, eka 50, 20, usipokuwa makini
ndani ya miaka 3 minne zote zimeingia kwenye, yani watu wanatorosha moto. Kwa hiyo wamekuta ni afadhali mara 10 waendeshe sana zao la parachichi, kwa sababu ndio zao la parachichi moto inakuwa ni ngumu, kwa sababu sehemu kubwa kunalimwa, kunakuwa kusafi. Kwa hiyo kama hivi ninavyoona shamba langu hili kumekuwa kusafi, kwa hiyo ni ngumu moto apatapita wapi. Kwa hiyo watu wengi wameona bora waelekeze kwenye parachichi mara 10 kuliko kwenye miti ya mbao. Mlishawahi kufikiria kuhusu swala zima la bima ya moto katika mashamba yenu, ili pale ambapo shamba likiungua moto muweze kufidiwa na bima? Swala la bima ni mtambuka. Unajua bima kwa sisi watu wa vijijini ni kitu ambacho hawakielewi kabisa. Yaani ukimwambia habari ya bima ni ngumu. Sidhani kama, na mimi nadhani hakuna mtu ambaye amekukatia bima kwenye zao lolote lile. Kwa sababu swala la bima kwetu hili ni shida, sababu anajua bima ni pesa. Sasa mtu hawezi akachukua yake akakata bima wakati na mambo mengi kibao ambayo yamepangana kichwani. Kwa hiyo inakuwa kidogo ni ngumu. Ila mtu ukiunguza anapata hasara. Anapata hasara moja kwa moja. Kwa ni bora kukata bima. Ni bora kukata bima, lakini ninavyojua sisi hilo somo hilo bado kizungumkuti. Mpaka mtu ashawishika jikuta nakata bima. Sijawahi ona. Kwanza itabaki kwa the story tu ya bima. Na mtazamaji, bila shaka umesikia anakuambia kwamba kwa wakulima somo la bima kwao bado ni gumu. Ingawa lina faida kubwa pale ambapo moto ukiunguza shamba lake anaweza akafidiwa, lakini kwa yeye bado anaona ni jambo ambalo kizungumkuti, halijaeleweka vya kutosha. Bila shaka mashirika ya bima sasa yatachukua hatua kuhakikisha kwamba wanatoa elimu ya kutosha kwa wananchi ili waweze kuwa na elimu kuhusiana na moto na pamoja na fidia wanazoweza kuzipata pindi wanapatwa na janga hilo. Na kutoka hapa Usalule katika halmashauri ya wilaya ya Nging'ombe, mimi ni Abdul Latif Saidi na rudisha katika Dira ya Mchana kuendelea na taarifa ya habari. Na shukran sana Abdul Latif kutoka huko Njombe. Na sasa tunaelekea Mbeya ambapo zaidi ya watoto 7,000 mkoani humo wamefikiwa na mpango wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ikiwa ni 158% ya lengo la kufikia watoto 4,433. Hayo yamebainika wakati wa kuhitimisha mpango huo wa malezi na makuzi ya watoto uliotekelezwa katika kipindi cha miaka mitatu. Adolf Mbata na undani wa taarifa hiyo. Ni katika hafla fupi ya kuhitimisha mradi wa kupitia mradi wa MAM wa mwaka 2023, 2024, 2025 na hadi mwaka 2026 unaotekelezwa kwa kushirikiana na PASADA chini ya ufadhili wa Conrad Hilton Foundation. Mradi huu ulishirikisha serikali ya Tanzania kupitia wizara ya kisekta kama vile TAMISEMI, Wizara ya Afya na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu. Akitoa taarifa ya mradi huo, mwakilishi kutoka TAMISEMI Amina Mtaki amesema wazazi na walezi zaidi ya 6,000 wameshiriki katika mafunzo na huduma mbalimbali zidi ya lengo la 4,000, ikiwa ni 155% ya utekelezaji. Mgeni rasmi, serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itaendelea kushirikiana itaendelea kuhakikisha kuwa utekelezaji wa afua za MAM unaingizwa kikamilifu katika mipango na bajeti za halmashauri na kuwa sehemu ya utoaji huduma katika jamii. Akifungua hafla hiyo, mgeni rasmi aliyomwakilisha Katibu Tawala Mkoa wa Mbeya Adolat Kayombo ametoa maagizo kwa halmashauri 7 zinazotekeleza afua hiyo ili kuweza kuendeleza utaratibu wa lishe kwa watoto. Kwa kuwa tutapata mawasilisho, tunatarajia tutaona sustainability plan ambayo ndani yake kutakuwa na activities versus interventions ambazo mradi unatekeleza, ili tuone namna gani tunaweza tukalishift kwenda kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Katika miaka mitatu ya utekelezaji wetu tumeshirikiana, tumebadilishana maarifa, tumekuwa na utashi wa pamoja wa kuboresha maisha ya mtoto wa Kitanzania. Tumeona mabadiliko halisi katika jamii zetu tunazoishi, kuanzia ngazi ya mkoa lakini mpaka kwenye ngazi ya familia. Uwezeshaji katika miaka ya awali ya mtoto unaendelea kutazamwa kama msingi wa kujenga rasilimali watu imara. Kwa nyuma sisi kama wazazi tulikuwa hatuna muda wa kuweza kumsaidia mama wa kike kulea mtoto. Kwa mfano Adolf Mbata, TBC, Mbeya.
Zaidi ya wananchi 50,000 wa kata 4 ya Nkaiti, Mwada, Magugu na Kisangaji wilayani Babati mkoani Manyara wanatarajiwa kuondokana na changamoto ya mgao wa maji baada ya kukamilika mradi mkubwa wa upanuzi wa maji wa Darakuta hadi Minjingu unaotekelezwa na serikali kupitia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mji wa Babati BAWASA kwa shilingi bilioni 15.8. Joseph Bura na undani wa taarifa hiyo. Hapa ni katika kijiji cha Vilima Vitatu, kata ya Nkaiti, halmashauri ya Babati vijijini, ambako wananchi wanafurahia kuchota maji katika kituo mojawapo cha majaribio, wakati naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daniel Silo alipotembelea mradi huo, huku mafundi wa BAWASA wakiendelea na kazi ya kufunga bomba. Nashukuru sana Mama Samia ametuletea maji. Tunashukuru kutusha ndoo kichwani, kutembea na ndoo. Naomba yafike mpaka majumbani kwetu. Tuwe na mabomba kila mahali. Tusitembee kuja hapa kwenye tenki. Wakina mama wote tumefurahi leo. Yaendelee haya maji. Hali ilikuwa mbaya, tulikuwa tunateseka kutafuta maji. Vyanzo vya maji vilikuwa ni vichache, lakini sasa hivi tunashukuru. Ombi letu, tunaomba vyanzo vya maji watusambazie kila mtaa. Kwa kweli kama shida ya maji tumeipata sana. Yaani watu tunaenda kuchimba visima vya chemchemi kule vya bakuli, wanachota na bakuli, maji yenyewe sio salama. Ndio hivyo, yani watu wanaumwa na matumbo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu wakatukumbuka, kwa sababu ni adha miaka ndio naye. Lakini leo tunashukuru ametufikia. Kwa mujibu wa kaimu mkurugenzi wa BAWASA Mhandisi Rashid Cherahani, mradi huu wenye mtandao wa mabomba wa zaidi ya kilomita 60 kwa sasa umefikia 82% na utakapokamilika utawahudumia wakazi 20,000 wa kata Nkaiti na wengine 35,000 wa kata 3 za Mwada, Magugu na Kisangaji. Kazi zilizopangwa kutekelezwa katika mradi huu ni ujenzi wa mitambo ya kuchuja na kutibu maji eneo la Darakuta, ambao mpaka sasa umefikia zaidi ya 63%. Na pia kulikuwa kuna ununuzi wa bomba zenye jumla ya urefu wa kilomita 61.5 aina HDP zenye vipenyo kuanzia inchi 12, inchi 10 hadi inchi 4. Lakini pia kulikuwa kuna ujenzi wa kituo cha kusukuma maji eneo la Mdori Vilima Vitatu hapa tulipo, ambao huu umefikia zaidi ya 95. Lakini pia tuna uchimbaji wa mitaro na ulazaji wa bomba urefu wa kilomita 60. Hadi sasa kwa ujumla wake utekelezaji wa mradi umefikia zaidi ya 82% kwa kazi zote zilizotajiwa kutekelezwa. Kisha naibu spika Daniel Silo akashukuru serikali kutekeleza mradi huo na kuelekeza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira BAWASA kuhakikisha wanakamilisha mradi huu kwa wakati ili kuwafikishia wananchi huduma ya maji. Mradi unakwenda vizuri na tumekuja kukagua kuona maendeleo ya mradi huu kubwa kabisa, utagharimu kama nimesema fedha nyingi za Tanzania. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa wenzetu wanaosimamia mradi huu, wenzetu BAWASA, waendelee kuongeza kasi ya ukamilishaji wa mradi huu tayari kwa ajili ya kuhudumia wananchi ambao kwa kweli wamesubiri mradi huu kwa muda mrefu na kwa hamu kubwa. Mradi huu wa maji wa Darakuta hadi Minjingu unaotekelezwa na serikali kwa zaidi ya shilingi bilioni 15.8 unatarajiwa kukamilika Disemba mwishoni mwaka 2025. Joseph Bura, TBC, Babati, Manyara. Na taarifa yake Joseph Bura ndio inatupa wakati wa kwenda kuangazia katika viwanja vya michezo. Amerejeshwa kikosi cha timu ya taifa ya soka Taifa Stars akiwa ni mmoja wa wachezaji 53 waliotajwa na kocha Miguel Gamondi kwa ajili ya michuano ya AFCON ya mwaka huu itakayochezwa nchini Morocco. Kwa muda wa zaidi ya mwaka mmoja, Samata alikuwa nje ya kikosi hicho na sasa amerejea tena tayari kwa michuano ya AFCON inayoanza kutimua vumbi Desemba 21 mwaka huu nchini Morocco. Kwenye kikosi hicho pia kocha Gamondi amemrejesha mshambuliaji wa Simba Kibu Dennis ambaye naye alikuwa nje ya kikosi hicho tangu mwezi Juni ya mwaka huu, pamoja na mlinda mlango wa Pamba Jiji FC Yona Amos. Jumla ya wachezaji 14 kati ya wachezaji 53 walioitwa na kocha Gamondi wanacheza soka la kulipwa nje ya nchi na wachezaji 39 wanacheza soka hapa nchini na mmoja anatoka kwenye kikosi cha timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20. Kikosi hicho kitaweka kambi nchini Misri kwa ajili ya kujiandaa na michuano hiyo ya AFCON ambacho kinatarajiwa kuondoka hapa nchini Desemba 8 tayari kwa kambi hiyo, ambapo huko kitapunguzwa na kusalia wachezaji 26
watakaoenda kwenye michuano hiyo. Kocha wa timu ya Azam FC Frohai Benge amesema